Baadaye akajitokeza baba mmoja, yani alikuwa ni kaka, anaabudu naye hapo KKT, akaniambia mimi nitakusaidia, utasoma mpaka utamaliza diploma, mimi nitakulipia ada, lakini kwa makubaliano haya ukishamaliza chuo mimi naomba tuoane mimi na wewe. Nikamwambia sawa. Mimi nilikubali kwa sababu nilikuwa na shida, lakini sikuwa nimempenda. Nikasema mimi nimekubali, utanioa, lakini naomba unisaidie kwa sababu siku zote unasokaa na shida, watu wakajikuta wamefanya kitu ambacho yani kama una Mungu, kitu ambacho hakimpendezi Mungu. Akaniambia sawa. Nikawa nimerudi huku Tabora, akanipa nauli mwenye, kwanza akanitoa pale kwa mchungaji, akanitafutia chumba, nikapanga, akaniambia ngoja nijipange, ikifika mwezi wa 6 utaondoka, utaenda chuo kwa ajili ya kuanza na masomo yako, lakini mimi sintohitaji uishi pale chuoni, nitakupangishia chumba ambacho utakuwa nalipa mimi. Nikawa nimeondoka kweli huo mwezi wa 6, nikawa nimekuja paka nikafika nikatafuta chumba, hela nzuri tu alinipa, nikafika nikalipa, nikaanza masomo yangu. Nimesoma, mwaka wa kwanza ukaisha, mwaka wa pili ukaisha, nikamaliza mwaka wa 3. Kwa sababu alikuwa anatoka Dodoma anakuja, nataka tushiriki, yani tuwe wapenzi hivyo, anakuja. Mimi kwa sababu nilikuwa najua nini nataka nifanyie, nikawa namkubalia. Baada ya kuwa nimefika mwaka wa 3, akasema mimi nataka kwanza unizalie, kwa sababu chuo anaruhusu kuwa na mtoto, naomba unizalie, ukishanizalia ili nijue kwamba ada yangu nailipa na mimi nina faida ambayo nitakuja kuipata, kwa sababu baadaye mimi nahisi utakuja kunigeuka ukishamaliza masomo yako. Nikamwambia hapana. Ilipofika kipindi cha kulipa ada akaanza kukataa. Mimi naona sasa hivi umeshaanza kuwa mjanja Esther, kwa sababu kila ninachokuambia unakikataa. Kila nikikwambia hivi, kama nikikwambia uje Dodoma unakataa, nikikwambia labda nije huko unaleta sababu kwamba unaishi na rafiki yako, kwa sababu mimi nilikuwa simpendi, yani nilimpenda kwa sababu anisaidie, lakini pale nilipokuwa nimepanga niliamua kumchukua rafiki yangu tukae wawili ili awe anashindwa namna gani ya kuja pale kwangu. Kwa alikuwa akiniambia nataka nije mtoe rafiki yako, naambia rafiki yangu hawezi kwenda sehemu yoyote ile kwa sababu hana mahali na tunachangia kulipa kodi. Kwa akaniambia una sababu nyingi sana ambazo zinazonifanya mimi hapana, mimi sitakulipia ada ya muhula huu, hebu angalia kama nyumbani wanaweza kukusaidia. Nikaanza tena nyumbani hamna mtu akunisaidia, ni nani ambaye anaweza akanisaidia? Ikabidi nirudi tena kule kwenda kumwangukia, nisaidie, naomba unisaidie, lakini mimi niko tayari kwa kile ambacho unachokihitaji kukifanya. Kweli akawa amelipa ada, nikawa nimemaliza masomo yangu, nursing midwife nimemaliza. Nikawa nadaiwa ada ya mtihani kwa sababu nilimaliza sikupewa cheti. Nilimaliza kwa sababu sikupewa cheti kwa sababu nilikuwa sijamaliza ada yote. Alilipa muhula wa kwanza, nikawa nadaiwa kama ule mwezi wa 6 na wa 9 ambao tulivyoingia kwenye mtihani alidai kwamba yeye hayupo, yuko safari ya kikazi, kwa atakuja kulipa hela baada ya kuwa nimemaliza, atakuja kwenda kunikombolea cheti changu. Nikawa nimerudi nyumbani, nimekaa na wazazi, nikawa nimeomba. Ngoja kwanza nikurudishe nyuma kidogo. Turudi kule Kigoma kwa yule afande, tuseme hivyo. Ilikuwaje na yule mtoto mpaka mtoto aliishia wapi kule? Mtoto baada ya kuwa mkataba umeisha, akawa alimchukua akakaa naye kama miezi 7. Baadaye akaja akaniambia mimi nimeshindwa kumlea huyu mtoto kwa sababu kumekuwa na ugomvi mkubwa sana mimi na mke wangu. Kwa naomba umchukue umpeleke nyumbani kwenu, mimi nitakuwa natuma matumizi kwa ajili ya mtoto. Kwa nilimchukua yule mtoto nikawa nimempeleka kwa mama yangu mzazi, ambao mpaka saizi anaishi kwa mama yangu mzazi. Okay, na huyu sasa ambaye alikuwa anahimiza kupatikana kwa mtoto mwingine, turudi hapo sasa, tuendelee. Hakufanikiwa kwa sababu sikuwa tayari, kwa kweli sikuwa tayari. Na baada ya kuwa nimempata huyo mtoto wa kwanza, nilimuomba Mungu. Uzuri wanasema Mungu waga anawasikia hata waovu. Mimi nilimwambia Mungu usije ukanipa mtoto mwingine tena. Kama umenipa huyu wa kwanza, basi naomba usinipe tena mtoto, paka unipe mume ambaye atakuwa ni wa ndoa, ambaye tutakaa wote pamoja tulee mtoto tukiwa na mume wangu. Kwa hiyo nakuomba Mungu usinipe tena mtoto. Mungu alinisikia. Kwa tulivyokuwa kweli tunakutana na yule bwana, kwa nini mbona ushike ujauzito? Nilikuwa sishiki kweli na nilikuwa situmii uzazi wa mpango wote ule. Na mpaka nikashangaa kweli Mungu amenijibu maombi yangu ambayo nilimuomba.
Tumeenda mpaka nikawa nimemaliza, nikawa nimerudi nyumbani, nikaja nikawaambia wazazi wangu nimemaliza, lakini changamoto iliyobakia ni ya cheti, kwa sababu huyu bwana naona baada ya kuona nampiga chenga kwa habari ya mtoto, sidhani kama anaweza kwenda kunikombolea cheti changu. Kaka zangu, naombeni mnisaidie, kwa sababu hela iliyobakia kule ni ndogo sana, ambayo wenyewe mnaweza mkapambana mkaenda kunikombolea cheti changu, ili na mimi nikaisaidia familia, kwa sababu maisha yetu na maisha ya mama yetu anayoishi sio mazuri, alafu mimi naumia kupitia maisha ya mamangu anayoishi mpaka sasa hizi. Kina kaka wakasema sawa, tutapambana. Mimi naamini watoto wa kiume wakishaoa sidhani kama wana, kwa sababu kaka zangu ndo wanaweza nilikuwa wanategemea kwamba wangeweza kunisaidia, lakini nimekaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, hakuna kaka yangu yote yule ambaye alijitokeza kwamba mimi sasa nimepata hata 500 hii hapa, dada naenda kaanzie hii hapa kwa ajili ya kukomboa cheti chako. Hayupo. Kila niliyokuwa nikimpigia si wanambia, dada, mambo ni magumu. Mimi mwenyewe nimepeleka mtoto wangu chuo, nimepeleka mtoto wangu shule, kwa hiyo tuendelee tu kuvumilia. Kwa hiyo ilibidi nifanyeje? Na kuomba kazi bila cheti ni changamoto. Hata kama umeenda kuomba kazi private lazima kuombe cheti chako. Naomba cheti cha uliosomea wewe ili tukuajili. Kwa hiyo nilipitia changamoto nyingi, ikabidi nirudi kwa yule baba. Nirudi kule